kwa Bwana. I just want you to lift up your hand wherever you are. Nataka uinue mikono yako mahali popote ulipo. I thank God for the grace for you to be in this house today. Nashukuru Mungu kwa neema ya wewe kuwa mahali hapa siku ya leo. Open your mouth wherever you are, just talk to the Lord right now. Fungua kinywa chako mahali popote ulipo na uongeleshe Bwana sasa. Malaga sopraliga sondele mashata kalaye. Lino datalega sondele mashata kalaye. Prendo le masopraliga sondele mashek nalia sondele makonte. Rinda liga sondele ronda liga sondele mashaka maya. Zigandele mashete kendele mashendele liga. Father, bring it out to the city of Nakuru in the name of Jesus. Thank you, mighty Holy Spirit. Thank you for reviving the land. Thank you for reviving the people. Oh, thank you, Holy Spirit. Thank you for touching every heart. Thank you, Lord. Asante Bwana. In Jesus' mighty name. Katika jina kuu la Yesu. Put your hands together for God. You can do better than that. I want to say a big thank you for coming. Nashukuru sana kwa kuja I kwako. want to appreciate all the leaders, fathers in the house, the ministers. Nashukuru viongozi wote, baba zetu katika nyumba na viongozi wote. And I want you to know my study here today is not because I'm better than you. Na nataka muelewe kusimama kwangu hapa siku ya leo sio kwa sababu mimi ni mzuri kuwashinda. And it's not because I know more than you. Lakini sio pia kwa sababu ninajua zaidi yenu. And it is not because I'm righteous than you. Na sio kwa sababu mimi ni mwenye haki kuwashinda nyinyi. It is because God had ordained it. Ni kwa sababu like this, Mungu alikuwa stand in your midst. Ni kwa sababu Mungu alikuwa ameweka watu siku kama hii kwa wakati kama huu. So I say all the leaders, kwa hivyo viongozi wote, thank you very much. Asanteni sana for the opportunity. Kwa sababu ya fursa. I appreciate you all. Ninawapa pongezi na nashukuru. I celebrate you all. Ninawapa pongezi. And I humble myself. Ninanyenyekea mbele zenu. This great afternoon. Adhuhuri ya leo. Because kwa sababu standing here today, kusimama hapa siku ya leo, it is just the grace of God. Ni neema yake Mungu. Let me celebrate Jesus. Tumpe Bwana Yesu shangwe. It happened to me what the Bible said in the book of Ezekiel when they say, I will take away the stony heart, I give you a new heart. Ilitendeka kwangu jinsi ambavyo maandiko yanasema katika Ezekieli ya kwamba nitatoa moyo mgumu wa mawe na nitaweka kwako roho mwepesi. The beginning of my calling, the Holy Spirit told me that righteousness is a free gift. Basi nikiwa katika chuo cha masomo ya Biblia, Roho Mtakatifu akaniambia ya kwamba ile kutembea katika haki ni kipawa. Then I asked the Holy Spirit, I've been struggled all my life to be righteous. How can it be free gift? Na nikamuuliza Roho Mtakatifu, nimekuwa niking'ang'ana kutembea katika njia ya haki. Nikauliza takuaje mtu ambaye yuko huru na yuko huru kweli kweli? Then I asked the Holy Spirit, is it in the Bible that is a free gift? Na nikamuuliza Roho Mtakatifu, je, inapatikana katika Biblia? He said yes. Akasema ndio. The first scripture that got to my mind was Romans 3:23. Andiko la kwanza lilikuja kwangu ni Warumi 3:23. That say all have sinned and come short of the glory of God. Ambayo inasema wote ni wenye dhambi na wamepungukiwa na utukufu wake Mungu. Then the Holy Spirit said, let's go there. Alafu Roho Mtakatifu akasema wacha tuende pale. So when I was praying for this meeting, nilipokuwa naombea mkutano huu, I asked God, what should I preach? What should I teach? Nikamuuliza Mungu, nifunze nini? He said to me, akanieleza, every minister kila of the gospel, mhubiri wa Biblia is called ameitwa for one major purpose. Kwa sababu ya kusudi moja kuu. To lead the people to Christ. Kuwaongoza watu kwa Kristo. And to feed them with the truth. Na kuwapa na kuwalisha neno la ukweli. It doesn't matter how long the lie have been in the office. Haijalishi wamekuwa katika ile ofisi miaka ngapi. It can never be true. Haiwezi kuwa kweli.
It doesn't matter how long life has been in the office. Haijalishi wamekuwa katika ile ofisi muda gani. Life can never be truth. Uongo haiwezi kuwa ukweli. Say it this way again. Nitarudia tena. It doesn't matter how long stone has been in the river or in the sea. Haijalishi ile mawe ama lile jiwe limekaa muda gani pale katika bahari ama katika mto. It can never turn to fish. Haiwezi kubadilika iwe samaki. Praise the Lord. Bwana asifiwe. So what God asked me to share with you, kile ambacho Mungu aliniuliza nishiriki na nyinyi, is all about righteousness. Ni kuhusiana na haki. He said there are two kinds of righteousness. Alisema kuna aina mbili ya haki. We have found in the Bible. Na zote zinapatikana katika Biblia. One is moja ni self-righteousness, ile kuwa mwenye haki, wewe ni mwenye haki mwenyewe, which is more popular today, ambayo inavuma sana siku ya leo. Self-righteousness, ile kuwa mwenye haki mwenyewe, is a righteousness that qualify you based on your performance. Hiyo basi kuwa mwenye haki na unajiona mwenye haki inahusiana na jinsi ambavyo unafanya mambo yako, matendo yako. Self-righteousness, hiyo kuwa mwenye haki, is a righteousness by the law. Hiyo ni kuwa mwenye haki kulingana na sheria. For me to share a testimony with you, nitashiriki na nyinyi. I was self-righteousness. Mimi nilikuwa ni mtu ambaye nilikuwa najiona mwenye haki. I love God. Na nilipenda Mungu. I love to do the things of God. Nilipenda kufanya mambo yake Mungu. I love to pray. Nilipenda kuomba. I don't even want to do anything wrong. Na singefanya chochote ambacho ni kibaya. I don't want to sin. Sikufanya dhambi. But because of that self-righteousness, lakini kwa sababu ya kujiona mwenye haki, I was struggling in my Christian life. Mimi nilikuwa nang'ang'ana kama Mkristo. And for that reason, na kwa sababu ya hiyo, I was very far away from God. Nilikuwa mbali sana na Mungu. I never experienced His love. Mimi sikuwa naona upendo wake. I never experienced His presence. Sikuona uwepo wake. Until God opened my eyes. Mpaka wakati ambapo Mungu alinifungua macho. To the second righteousness I want to share with you now. Nikaweza kuona ile haki ya pili ambayo nataka kushiriki na ninyi. That one is called, hiyo inaitwa righteousness from God. Ile haki ambayo inatokana na Mungu. Righteousness from God, haki ambayo inatokana na Mungu, is also known as the righteousness by faith. Hiyo pia inajulikana haki ambayo ni inatokana na imani. That is the kind of righteousness, ile ni aina ya haki that gives a man total freedom, ambayo inakupa ile uhuru kweli kweli. That is the kind of righteousness, ile ni aina ya haki that make you have peace with God, ambayo inakupa kuwa na amani na Mungu, that bring you into fellowship, inakuleta katika ushirika, into relationship, inakuleta katika ile ushirika. Hallelujah. Hallelujah. I want us to look at the book of Romans chapter number 3. Nataka tuangalie Warumi 3 verse 23. Warumi 3:23. What did he say? Can you read for us? Warumi 3:23, maandiko nasema, kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. I didn't understand that, but I know you read Romans 3:23. Praise God. Hallelujah. So let me look for here now. Look at Romans chapter number 3 verse 23. Angalia Warumi 3:23. The way we used to hear it most in the church is, jinsi ambavyo tulikuwa tunaisikia makanisani ni hivi: all have sinned, wote wametenda dhambi and come short of the glory of God, na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. But there is something that is missing here. Lakini kuna kitu ambacho kinakosekana pale. According to the Bible, ninarudi katika Biblia, it says 4. Inasema, do you have your Bible with you? Kwa. Inasema kwa. You know, I'm not so educated. There are so many educated people in the house. Unajua mimi sijasoma sana, lakini kuna wale ambao wamesoma sana hapa. I know you cannot start a statement with 4. Anajua huwezi
panua sana ile jina kwa. So for you to understand what he's trying to say, ili kwamba ukaelewe kile ambacho anajaribu kusema, we have to go up a little bit. Lazima tuende kidogo kidogo. If we move a step forward up, na tukienda pale juu kidogo, evil, inasema dhambi, is still not very correct. Inaonekana haiko sawa sana. 21 say, but now. 21 nasema lakini sasa. I believe it's still a connection. Ninaamini ya kwamba zinaungana pamoja. So let us start from verse 19. Wacha turudi katika mstari wa 19. Verse 19 says, now we know that what things soever the law saith, it is said to them who are under the law, that every mouth may be stopped, and that all the world may be called guilty before God. Mstari wa 19 unasema, basi twajua ya kuwa mambo yote inayo torati uyanena kwa hao walio chini ya torati, ili kila kinywa kifumbwe na ulimwengu wote uwe chini ya hukumu ya Mungu. Which means, ambayo inamaanisha the purpose of the law, makusudi ya sheria, was not to save man. haikukuwa kumuokoa mwanadamu. The purpose of the law, makusudi ya sheria, is to make you to become guilty and to be more guilty. Makusudi ya sheria ni kukufanya wewe ujisikie ni kana kwamba wewe ni mwenye makosa na mwenye dhambi. So when you struggle in your trial, you struggle, you discover you cannot meet it, you can't make it. Wakati ambapo unang'ang'ana unahisi kwamba ni kana kwamba huwezi kufaulu, then you know that you need a savior. Basi hapo unagundua kwamba unahitaji mkombozi. And the savior has come. Na basi mkombozi amekuja. Whose name is Jesus. Ambaye jina lake ni Yesu. This one is an armed robber. Huyu mwingine naye ni mwizi. I want to release one to you. Alafu nataka kumwachilia moja kwenu. For you, which one will you choose? Je, nyinyi mtamchagua yupi? I believe every one of you here. Naamini kila mmoja wenu hapa will choose the good man. atachagua yule mtu mwema na mzuri. But Jesus was rejected. Lakini Yesu alikataliwa. Everybody shouts and crucify him. Kila mmoja akasema Give us Barnabas. Msulubishe, lakini tupe Barnabas. Of what account? Give us Barnabas for what account? Je, wanasema tumpe Barnabas kwa sababu gani? On the account of Jesus. Badala ya Yesu. And do what? Crucify Jesus. Na basi Yesu mumwangike msalabani. Who had never sinned. Mtu ambaye hajatenda dhambi. Who knew no sin. Ambaye hakuwa anajua dhambi. Then I wonder, where was blood by the mercy? Basi ninauliza, where was Lazarus that Jesus raised for the dead? Kulikuwa wapi Lazaro ambaye alikuwa amefufuliwa na Yesu? This good man was rejected. Ni vipi huyu mtu ambaye hakuwa na dhambi alikataliwa? For what? Ni kwa sababu gani? For you. Kwa sababu yako and for me. Na kwa sababu yangu. So that you can receive. Ili kwamba wewe ukapokee this free gift. Ukapokee hii kipawa ambao haina of righteousness. Ambao ni kipawa ya haki. Hallelujah. Hallelujah. Righteousness. Haki. Is a free gift. Ni kipawa ambao Mungu anatupa bure. Is a free gift. Ni kipawa ambao tunapewa bure. Stop strongly. Wacha kung'ang'ana. Just receive it. Wewe ipokee tu. If you made a mistake, kama ulikuwa umefanya makosa, you will surely make mistake. If you made a mistake, ikiwa ulikuwa umefanya makosa, don't cry. Usilie. Don't condemn yourself. Usijihukumu. Don't judge yourself. Usijihukumu. Give him thanks. Wewe say, Father, I thank you. Sema Baba nakushukuru. Look at me based on my performance. Haitegemei matendo yangu. Look at me based on what Jesus Christ did on the cross. Wewe tazama Yesu ambaye alikufa msalabani. That is my appeal. So you appeal to God. Umekuwa kwake Mungu. He will fill you with his love. Atakujaza na upendo wake. The devil, the accuser. Shetani ambaye anatushitaki. He says, Satan. Anasema Shetani. Get lost. Potea. Jesus Christ. Yesu Kristo. Is my righteousness. Yeye ndio haki yangu. The Bible says. Biblia inasema. In the book of 1 Corinthians chapter number 1. Wakorintho wa kwanza. Verse 30. 1:30. The Bible says God has made Jesus. Maandiko yanasema Mungu amemfanya Yesu unto us kwetu wisdom,
kuwa certification, kuwa hekima righteousness. na kutosheleka na haki. He is my wisdom. Yeye ndio hekima He yangu. is my righteousness. Yeye ndio haki yangu. He is my ability. Yeye ndio uwezo Oh, wangu. thank you, precious Jesus. Asante Yesu. Can you give him praise? Come on, Tupe shout. sifa, Give tupe Jesus a sifa. shout. Give Jesus a shout, somebody. Tupe Yesu sifa. When you function this way, when you know how to approach the devil, Wakati ambapo unajua jinsi ya kupambana na shetani, he will flee from you. atatoroka kutoka kwako. Where are we? Verse 22. Mstari wa 22. He says, even the righteousness of God. Ni haki ya Mungu. He didn't say your righteousness. Hakusema haki yako. Even the righteousness of who? Ni haki ya Mungu. I want to hear the voice of every man here. Even the righteousness of who? Nataka kusikia kutoka kwenu, ni haki ya nani? The righteousness of God. Ni haki ya Mungu. Which is Iliyo by faith kwa njia ya imani of Jesus Christ katika Yesu Kristo unto all kwa wote and upon all them kwa wote waaminio, that believe. kwa wote waaminio. For there is no difference. Maana hakuna All tofauti. have sinned and come short of the glory of God. Maana wote wametenda dhambi na Let me wamepungukiwa na explain it utukufu to wa you. Mungu. Now I'm going to explain it. Nataka He said there kufafanua. is a righteousness. Anasema kuna haki. And this righteousness Na hii haki is not of man. sio ya mwanadamu. It's of God. Inatokana na Mungu. And this righteousness Na hii haki is for everyone ni ya kila mmoja that believe in Jesus. ambaye anamwamini Kristo. It's for everyone Ni ya kila mmoja that have faith in Jesus. ambaye ana imani ndani ya Kristo. He said there is no difference. Anasema hakuna tofauti. It doesn't matter Haijalishi, if you are from the Jewish, haijalishi kama wewe ni Yahudi from America, ama unatoka Marekani from Nakuru, ama unatoka Nakuru from India, ama unatoka India, from whatever country you are from, haijalishi wewe ni wa nchi gani, whatever be your background. haijalishi wewe ni I wapi. said this righteousness Anasema hii haki is for everyone ni ya kila mmoja that believe in Jesus. ambaye anamwamini Kristo. That is why I said there is no difference. Kwa hivyo hakuna For tofauti. everyone that is born Kwa kila mmoja ambaye into this world kwa kila mmoja yuko was born sinners. Everyone that was born into this world was born sinner. kila mmoja ambaye alizaliwa ulimwenguni alizaliwa mwenye You dhambi. don't need to commit sin to become sinner. Au kukuwa na ruhusa The kuwa Bible dhambi. says Biblia inasema through the fall of Adam in the garden, kupitia kuanguka kwa Adamu na all Hawa, became sinner. kila mmoja wetu akawa mwenye dhambi, And through the righteousness of Jesus, na kupitia haki ya Kristo all became righteous. kila mmoja wetu anafanyika mwenye haki. That is to say, it is not your ability, Kwa hivyo sio it is uwezo not what wako you do wrong that makes you sinner. ambayo inafanya mwenye dhambi. So therefore, Kwa hivyo it's not what you do right that make you righteous. kwa hivyo si chenye unafanya kizuri It's ndio all kinafanya mwenye haki. about Jesus. Ni kwa sababu ya All Yesu. about Ni Jesus. kwa sababu ya It's Yesu. all about Ni Jesus. kwa sababu ya Yesu. If it is Jesus and you, Ni kwa sababu ya Yesu. you can never be righteous. Ikiwa Yesu hayuko ndani If yako, it huwezi is kuwa Jesus mwenye in haki. me, Kama sina you Kristo ndani cannot yangu, be perfect righteousness. siwezi kupata ile haki ya It is sawa. all about Jesus. Yote inahusiana na Can Yesu. you put your hands for Jesus? Tumpigie Yesu makofi. Tumpigie Yesu makofi. Glory to God. Utukufu kwa Mungu. In verse 24 of the same chapter, Katika mstari wa 34 pale pale 24 he said, be justified freely wanahesabiwa haki bure by his grace kwa neema yake through the redemption kwa njia ya ukombozi that is in Christ Jesus. ulio katika Kristo Yesu. In verse 28, Katika mstari wa he said, therefore, 28 we have concluded that a man is justified by faith without the deed of the law. basi twaona ya kuwa mwanadamu basi twaona ya kuwa mwanadamu That we are saved ya kwamba tunaokolewa by faith in Jesus Christ
Anasema It's tunaokolewa a plant of corruptible seed. It's the word of God. But the word of God which liveth and abideth forever. Tunaokolewa sio kwa mbegu ambayo ni mbaya, lakini kupitia neno lake Mungu. How do you get born again by the word of God? Basi tunapofika tu kwa kupitia neno lake Mungu. Declare Jesus Christ Kwa kupitia as your Yesu Savior. ambaye ni mwokozi wetu. Of the word of God. A prostitute before you declare Pengine ulikuwa ni kahaba kabla hujampokea Yesu. you declare Jesus as your Lord and Savior. Lakini ulipomtangaza Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, All your sins are wiped away. dhambi zako zote zilitakaswa. From that very day, Kuanzia ile siku, from that very moment, kuanzia hiyo saa, you become righteous like Jesus. ukakuwa mwenye haki kama Yesu. Is it possible to be righteous like Jesus? Je, inawezekana tuwe wenye haki kama Yesu? It is possible. Inawezekana. You should never see a man Usimwone who mtu, is righteous like Jesus. usipomwona mtu kama mwenye haki kama Yesu, Look at him here. muangalie hapa sasa. I am like righteous as Jesus. Mimi ni mwenye haki kama Yesu mwenyewe. How? Jinsi gani? Because Kwa sababu he is yeye ni mwenye my haki. righteousness. Yeye ndiye mwenye My haki. righteousness Ananifanya mwenye haki. does not base on my performance. Basi ukuwa mwenye haki kwangu haitegemei kile ambacho nakitenda. Glory to God. Utukufu kwa Bwana. Have you ever seen people that got born again Yeyote ambaye ameokoka, and they got born again ameokoka and they reborn again? na akaokolewa tena, They get born again in every service. na huwa wanaokoka katika kila How ibada. many of you can be there? I was there. If you have been there, can you? Kama ushawahi kuokoka mara kadhaa, ni kuone It is just ignorance. hiyo ni ile kutokuelewa. Brothers and sisters, man cannot grow in righteousness. Mwanadamu hawezi kukua kwenye haki. You can grow in the knowledge Unaweza kuwa kwenye hekima, of righteousness. unaweza kuwa katika ile You maarifa, can grow in faith. unaweza kuwa katika You imani, can grow in grace. unaweza kuwa katika You can neema, grow in wisdom. unaweza kuwa katika hekima, You can never grow in righteousness. lakini huwezi kukua katika haki. Do you know why? Je, unajua ni kwa sababu gani? It is because Ni kwa sababu the righteousness you received the day you got born again ile haki ambayo ulipokea wakati uliokoka is not your own. sio yako wewe. In the book of Job, Katika kitabu cha Ayubu, chapter number 26, Ayubu 26, Job 33 verse 26. Ayubu 33:26, Job 33:26. Job 33 verse 26. Ayubu 33:26. Did you hear that? Mumeipata? The Bible says, Maandiko yanasema you shall pray unto God, mtamwomba Mungu and it shall be favorable unto you. na yeye ataonyesheni You shall fadhili zake, you shall find favor. That is what is called grace. na hiyo linaitwa neema. For he will render unto man Na yeye atampa mwanadamu, which righteousness? atapeana haki gani? Whose righteousness? Atapeana haki ya nani? God's righteousness. Atapeana haki ya Mungu He mwenyewe. shall give to man Atampa mwanadamu, his own righteousness. atapea mwanadamu haki yake mwenyewe. That is why the Bible says the prophet saw it, Ndiposa maandiko yanasema the elders saw it, but it was not their time. lakini ikukuwa wakati wao. It's our time. Ni wakati wetu. We have received his righteousness. Sisi tumepokea haki yake. So believe it Kwa hivyo amini and live in it. na itakuwa ni sehemu yako. Is it possible for you to lose it? Je, inawezekana? This is another big question. Is it possible for you to lose it? Je, inawezekana upoteze? So what do you say is a question? Je, ulisema nini ni swali? Let's look at the book of Hebrew. Tuangalie kitabu cha Waibrania. If this righteousness is temporary, Hebrew chapter number 10. Waibrania 10. Maybe we close there. I don't know my time now. If it is 5 minutes to my time, please signal me. Pengine tutamalizia pale ikifika dakika 5 kutoka wakati wangu The niambie. word of God. I'm not sure I've been in a service where they don't open Bible. Sipendi kuwa katika ibada ambapo wafungui Every day Biblia. of my service, we look at the word of God. Kila wakati katika ibada yangu tunaangalia neno If you are lake. here without a Bible, Kama uko hapa na una Biblia,
May God have mercy on you. Mungu na akurehemu. I give you free Bible. Nitakupa. Mungu akurehemu na akupe Biblia ya bure katika jina la Yesu. Because of time, I want to quickly take it from verse. Can you read from verse 1? Nitasoma kuanzia mstari wa kwanza. Maandiko yanasema chapter 10. Yes. Basi torati kwa kuwa ni kivuli cha mema yatakayokuwa, wala si sura yenyewe ya mambo hayo, kwa dhabihu zile wanazozitoa kila mwaka daima, haiwezi wakati wowote kuwakamilisha wakaribiao. Wonderful. I wish I can learn this language before I go. Ninawazia kwamba naweza kujifunza lugha hii kabla niende. He said the law, for the law having a shadow of good things to come, basi torati kwa kuwa and not the very image of the things, can in those, for the law having a shadow of good things to come, and not the very image of the things, can never, with those sacrifices which are offered by the law, year by year, continually may become one thereof perfect. For then would they not have ceased to be offered, because that the worshippers was purged, take note of that, should have had no more consciousness of sin. Mstari wa pili, kama ndivyo, je, dhabihu azingekoma kutolewa, kwa maana waabudio wakisha kusafishwa mara moja wasingejiona tena kuwa na dhambi? But in those sacrifice there is a remembrance of sin year by year. Lakini katika dhabihu hizo liko kumbukumbu la dhambi kila mwaka. For it is not possible that the blood of bulls and of goats should take away sins. Maana haiwezekani damu ya mafahali na mbuzi kuondoa dhambi. Let's fly to verse 7. Tuende katika mstari wa 7. Then said I, lo, I come in the volume of the book, it is written of me, to do thy will, O God. Ndipo niliposema, tazama nimekuja, katika gombo la chuo nimeandikwa, niyafanye mapenzi yako Mungu. So now let's slow down and look at the will of God. Basi tushuke pale chini tuone mapenzi ya Mungu. Verse 8. Mstari wa 8. And but when he says, sacrifice an offering for sin, thou wouldest not, neither have pleasure therein which are offered by the law. Then said he, lo, I come in the volume of the book. Mstari wa 8. Hapo juu asemapo, dhabihu na matoleo na sadaka za kuteketezwa na hizo za dhambi hakuzitaka wala kupendekezwa nazo, zilitolewa kama ilivyo amuru torati. Ndipo aliposema, tazama nimekuja niyafanye mapenzi yako, aondoa la kwanza ili kusudi alisimamishe la pili. Verse 9. Then said he, lo, I come to do thy will, O God. Mstari wa 9, ndipo aliposema, tazama nimekuja niyafanye mapenzi yako, aondoa la kwanza ili kusudi alisimamishe la pili. Together let's look at the will of God. Wacha tutazame pamoja mapenzi ya Mungu. He taketh away the first, analiondoa la kwanza, that he may establish the second, ili kusudi alisimamishe la pili. The question is this, which one is the first and which one is the second? Swali ni hili, ni lipi la kwanza na lipi la pili? He take away the law, anachukua sheria to establish the grace. Alafu badala ya sheria anaweka neema pale. He took away sin, anatoa dhambi, to establish righteousness. ili kwamba alete haki pale. So let's continue. Tuendelee. But in which we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ for some time. Is that what he said? Once for all. Mstari wa 10, katika mapenzi hayo mumempata utakaso kwa kutolewa mwili wa Yesu Kristo mara moja tu. The Bible says, Biblia inasema, when we come in Christ, tunapoingia
we have been sanctified lazima tu once and for all. kupitia yote. Did you hear that? Je, mmesikia hayo? Did you understand it? Je, mmeelewa? What is the meaning of sanctification? Ile kutosheleshwa inamaanisha nini? Set apart. Ile ni kuwekwa kando. Separated from the rest of the world. Ile ni kutengwa na ulimwengu. Choosing for a holy use. Ile ni kutengwa kwa sababu ya mambo matakatifu. That's what the Bible says. Ndiposa Biblia inasema, you are a chosen generation. Nyinyi ni taifa teule. A royal priesthood. Nyinyi ni taifa teule. A holy nation. Taifa ambao ni takatifu. You see now? Je, mnaona sasa? I'm telling you what God says about you. Na kuambia kile ambacho Mungu anasema kukuhusu. You will not even say amen. Wewe hata hukusema amina. If I say you all are sinners, nikisema nyinyi wote ni watenda dhambi, you say amen. hapo mnasema amen. I say you are a chosen generation. Nimesema nyinyi ni taifa teule. You are a royal priest. Nyinyi ni taifa takatifu. You are holy. Nyinyi ni watakatifu. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Brothers and sisters, wandugu na wadada, it is very important ni ya muhimu for you to see yourself wewe ukaweze kujiona when God sees you. jinsi ambavyo Mungu I anakuona. don't know you, Mimi sikujui, but because you are a Christian, lakini kwa sababu wewe ni because you Kristo, are born again, kwa sababu I umeokolewa can see you with the eyes of God. na kuona na macho yake Therefore, Mungu. I can boldly say you are holy. Kwa hivyo I naweza say you kusema, are righteous. naweza kusema kujasiri I mwenye say you are righteous. na wewe ni mwenye I haki. say you are righteous. Wewe ni mwenye I haki. say you are holy. Wewe ni In mtakatifu. the mighty name of Katika Jesus. jina la Yesu. Not by your performance. Sio kwa Not jinsi by ambavyo your unatenda. victory. Sio kwa But jinsi what ambavyo Jesus Christ did on the cross. lakini kwa kupitia kile wewe ulifanya kwa Good msalaba. amen. Ila moja sema amen. Hallelujah. Hallelujah. If you understand the message of grace, Ikiwa utaelewa ile ujumbe wa the neema. Bible says healing and children bread. If you are here, you are sick in your body. Ikiwa uko hapa na wewe ni mgonjwa katika mwili wako. As I'm talking now, somebody with cancer, the cancer is dead already. Mimi In the name of Jesus, ukiwa unasikia na unataka I saratani command na the kufa ability sasa. to die now. Ninatangaza In the hivyo mighty sasa. name of Jesus, Katika jina la Yesu. I command the blood pressure to come down in the name of Natangaza Jesus. pressure irudi And chini blood katika pressure jina la come Yesu. down in the name of Jesus. Katika jina la Yesu irudi chini. Glory to God. Utukufu kwa Bwana. We're going to have this miracle in a moment. You can preach this message. Paul said, my preaching and my teaching was not with enticing words of men wisdom, Hauwezi but kuhubiri with jumba. demonstration of the Spirit and of power. Paulo Are you telling me? So let me tell you something. Do I have any power? No. When I boast, I'm boasting in his ability. Je, mimi nina I'm nguvu yoyote? boasting in his power. Nina- Let me tell you something. Somebody, I was in a meeting one day. They rolled one chair in. Nilikuwa katika mkutano siku moja na wakaleta kiti pale And I said, thank you, Jesus. na nikasema asante Yesu. This is big miracle. Hii ni miujiza kuu. My wife said to me, Mke wangu kaniambia, she whispered to me, hope you're not going to tell him to stand up. mimi naamini hautamwambia asimame. Mke wangu akaniambia. I said, get him behind me. Nikamwambia rudi nyuma yangu. Distraction now. Let me tell you, Wacha nikwambie. when the dead shall hear the voice of the Wakati ambao wale wasiosikia watasikia. is it possible for the dead to hear the voice of the dead? Je, inawezekana wale ambao ni wafu wasikie? It's a dead that hear shall live. Wale ambao wamekufa huwa wanafufuka. And he says, as the Father had life in himself, Alafu akasema jinsi ambavyo Baba yuko na uhai ndani yake, so had he given to the Son, hivyo hivyo akampa mwana wake. granted to the Son Akampa mwana wake to have life in himself. ili kwamba awe na uhai ndani yake. I said, it's time for miracle. Nikasema ni wakati wa miujiza. I didn't go for small ones. Sikuenda kwa wale watoto wadogo pale. I go for the biggie. Niliendea yule ambaye alikuwa ndio anahitaji miujiza kuu. I said, Jesus has healed you. Nikamwambia Yesu amekuponya. The Bible says, Biblia inasema by his stripes kwa kupigwa kwake we are healed. sisi tumepona. The Bible says, Biblia inasema he himself, yeye mwenyewe he took alichukua all our infirmity, ile ugonjwa yetu, all our poverty, ile umaskini all wetu, our sins, dhambi zetu, your lameness, yote. everything.
kila kitu all have been laid on him. iliwekwa juu yake. Therefore, Kwa hivyo you are here. wewe umepona. I say, get up in the name of Jesus. Nikamwambia inuka katika jina la Yesu. The man received strength. Yule mtu akapata nguvu. She lift up. Akainuka. She stood. Akasimama. She began to exercise. Akaanza kufanya mazoezi. You know it. The man began to run. Yule mtu akaanza kukimbia. It's amazing. Inashangaza. It doesn't matter what you are going through. Haijalishi unapitia nini. God has sent us to Nakuru. Mungu ametuma Nakuru. Nobody will go empty-handed. Hakuna mtu ataenda akiwa tupu hapa. Your salvation Wokovu wako is permanent. ni ya kudumu. It's real. Ni ya kupewa bure. As long as you did not reject Jesus. Bora tu, As long as you did not deny him. bora tu kumkataa Yesu. The Bible says. Biblia inasema, What about if you sin? je, ikiwa tatenda dhambi? The Bible says. Biblia inasema, If any man sin, ikiwa mtu atatenda we dhambi, have an advocate. basi tuna yule ambaye ni wakili. Who is the advocate? Je, wakili wetu ni nani? Jesus. Yesu ndio wakili wetu. You know why? Je, unajua ni kwa nini? God took a lawyer for you. Mungu alichukua na akamleta wakili kwa sababu Because yako, he loves you. kwa sababu anakupenda, Because he knew kwa sababu alijua. after you get born again, Hivyo ndio jinsi ambavyo unaokolewa. you're going to sin again. Na hivyo basi ndio Then he took itakuwa. a lawyer for you. Basi akamleta wakili. Why? Kwa sababu gani? Because there is an accuser. Kwa sababu kuna yule ambaye anakushtaki. Accuser? Nani anakushtaki? The devil. Ni shetani. Who is the chief judge? Papa God. Nani ambaye ni mkuu pale? Mungu Baba yetu. So that is what I told you before. Hivyo ndio jinsi ambavyo nilikuambia pale mwanzo. When the accuser comes to accuse you, Wakati ambale mshtaki anakuja kwako kushtaki, what do you do? wewe unafanya nini? You point him to your advocate. Unaenda kwa wakili wako. You point him to your lawyer. Unamtazamia wakili wako. For he is your salvation. Kwa sababu yeye ndiye ana wokovu wako. That destroy every power of devil in your life. Anaharibu kila nguvu ya shetani ndani ya maisha yako. You receive joy. You will find joy to worship God. Alafu unapokea furaha ya kumwabudu Mungu. You find yourself in fellowship. Unajikuta katika ushirika. Glory to God. Utukufu kwa Bwana. Let me show you something. Wacha nikuonyeshe jambo hapa. Verse 11. Mstari wa 11. Romans 10:11. Warumi No, sorry. Hebrew 10:11. Warumi 10:11. Waibrania 10:11. And every priest started daily ministering an offering of the same sacrifice which can never take away sin. Inasema na kila kuhani usimama kila siku akifanya ibada na kutoa dhabihu zile zile mara nyingi ambazo haziwezi kabisa kuondoa dhambi. Nothing you can offer to God Hakuna chochote unaweza kutolea Mungu that can take away sin. ambayo itatoa dhambi. He invited us to come and receive his own life. Amen. Amen. Jesus invited us to come and receive his own life. Yesu anatuita ni kwamba tupokee maisha yake mwenyewe. Verse 12. Mstari wa 12. He said, but this man. Who is that man? Anasema lakini huyu. He said, but this man. Anasema lakini huyu. After he had offered one sacrifice for sins forever, sat down on the right hand of God. Anasema lakini huyu alipokwisha kutoa kwa ajili ya dhambi dhabihu moja idumuyo hata milele, aliketi mkono wa kuume wa Mungu. Notice the previous verse. He said the priest standeth daily minister an offering an offering that can never take away sin. Mstari wa Jesus, when he offered one sacrifice for sin forever, he didn't stand, he sat down. Why? Because it is finished. Mstari wa 11 inasema ya kwamba walitoa dhabihu, lakini ile dhabihu haikuwa inaondoa dhambi. Lakini mstari wa 12 inasema kwamba Yesu alikuja na akatoa dhabihu, na baada ya kutoa dhabihu alienda na kutulia. Verse 13. Mstari wa 13. He said, from henceforth expecting till his enemy be made his footstool. What does that mean? Mstari wa 11, tangu hapo akingojea hata adui zake wawekwe kuwa chini ya miguu yake. Hiyo inamaanisha nini? He is sitting
watching you to put the devil under your feet. Anakaa juu mbinguni kwenye kiti cha enzi akikutazamia uweke shetani chini ya miguu yako. Glory to God. Utukufu kwa Bwana. Look at verse 14. Mstari wa 14. For by one offering he hath perfected maana kwa toleo moja amewakamilisha hata milele wanaotakaswa. Let me try to see if I can read it here. He said, for by one offering he hath perfected forever them that are sanctified. Inasema maana kwa toleo moja amewakamilisha hata milele hao wanaotakaswa. Brothers and sisters, I got a news for you. Wandugu na wadada, na habari njema kwenu. After this meeting, baada ya mkutano huu, and you know you are in Christ, na wewe unajua you are born again, uko ndani ya Kristo na umeokolewa. If anybody say you are not perfect, ikiwa mtu atasema wewe sio mkamilifu, take the person to this scripture. Wewe chukua mtu mpeleke katika hiyo andiko ambayo tumeisoma. I'm a perfect man forever. Mimi ni mtu mkamilifu milele na milele. Can you say to yourself, I'm a perfect man forever? Jiambie, mimi ni mkamilifu milele na milele. Brothers and sisters, wandugu na wadada, somebody may tell you that you are not perfect. Mtu anaweza kuambia wewe sio mkamilifu. It doesn't matter. Haijalishi. What matter is this? Kile ambacho kinajalisha ni hiki. What God says about you. Kile ambacho Mungu anasema kukuhusu. The next verse says, hiyo mstari mwingine unasema, the Holy Ghost, ya kwamba Roho Mtakatifu is our witness. Roho Mtakatifu ndiye mshuhuda wetu. Can we look at the next verse? Mstari wa 15. He said, whereof the Holy Ghost also is a witness to us. Inasema, brothers and sisters, I have a witness that I'm a perfect man. Glory to God. Wapendwa, naweza kuwa mkamilifu. Utukufu kwa Bwana. Glory to God. Utukufu kwa Bwana. When you stand in the place that God has placed you, the devil will flee from you. That is what the Bible says. Ndiposa maandiko nasema, I feel the power all over me now. Ninaona nguvu mahali hapa. He said, resist the devil and he will flee from you. Anasema mpige shetani. To resist him there, mpige shetani. To know your identity. Wewe shua wewe ni nani? There is a place for you. Kuna nafasi yako. If you don't know where God has placed you, kama ujui Mungu amekuweka wapi, fake preacher will preach you out of salvation. Wahubiri waongo watakuhubiria mambo mengine. See yourself as a sinner. Utaanza kujiona kama mwenye dhambi. God says you are righteous. Mungu anasema wewe ni mwenye haki. God says you are holy. Mungu anasema wewe ni mtakatifu. No sickness can stay in your body. Mungu anasema kuna magonjwa yanayokaa ndani ya moyo wako. Stay in your body. Hakuna magonjwa yanayokaa ndani ya moyo wako. If you have any pain in your body now, haijalishi kama una ugonjwa na uchungu kwa moyo wako sasa. Before the pain get there, the healing was waiting. Tayari kabla uchungu ukuje, uponyaji ilikuwa ndani. That is the reason why Ndiposa Isaiah said, by his stripes, Isaiah anasema kwa kupigwa kwake we are healed. sisi tumepona. Then Peter looking at the writing of Isaiah, alafu Petero anaangalia ile jinsi ambavyo Isaiah ameandika, we were healed. alafu anasema kwa kupigwa kwake sisi tulipona. Utukufu kwa Mungu. Pain in your body now, say to yourself, I am healed. Kwa hivyo kama una uchungu katika mwili wako, jiambie kwa kupigwa kwake nimepona. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Utukufu kwa Mungu. What amazing love. Je, hii ni upendo inalani mtangazo? Prostitute can become righteous in a sin in a second. Ya kwamba tunaweza kufanyika one sinner can become righteous in a second. Tunaweza kufanyika haki kwa sekunde. What amazing love. Apostle Paul was Manara. Thank you. Ni upendo ina gani? His name was Saul. Yeye alikuwa anaitwa Saulo. I got a news for you, somebody. Nina habari njema kwako. The same God that Paul sought to Paul, yule Mungu ambaye alibadilisha Paulo is going to
In the name of Jesus. Unapokea kile ambacho unastahili. Hata uponyaji wako katika jina la Yesu. Hallelujah. 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 I try to slow down to give you something. Najaribu kwenda polepole nikupe kitu. Amen. Verse 16 says, Mstari 16 inasema, this is the covenant that I will make with them after this day, said the Lord. I will put my law into their heart, and in their mind will I write them. Mstari wa 16 inasema, hili ni agano nitakaloagana nao baada ya siku zile, anena Bwana, nitaitia sheria zangu mioyoni mwao, na katika nia zao nitaziandika, ndipo anenapo. The law here Sheria hapa is not the Ten Commandments. It's not the Ten Commandments. hii sheria hapa sio zile amri 10. When the Holy Spirit come alive in you, Wakati ambapo Roho Mtakatifu anajidhihirisha kwako, He will lead you to do right. atakuongoza kufanya mambo ya haki. Christ, Hii ni ya nguvu sana. Anasema Kristo He became of no effect unto you. hakukuwa na ladha. Whosoever of you are justified by the works of the law. Yeyote ambaye anatembea katika njia ya sheria, He said you are falling from grace. anasema wewe unatoka kwa neema. And if you fall for grace, you can never see heaven. Na ikiwa utatokana na neema, basi huwezi kuona mbingu. And if Christ become unknown effect unto you, it means you will not get to heaven. Na basi kama Kristo hana uzito kwako, inamaanisha wewe hutaingia mbinguni. For what purpose? Kwa sababu ya kusudi gani? If you look yourself with the law. Ukianza kujiona katika njia ya sheria. If you look at yourself with the mirror of Jesus, Lakini ukijitazama katika ile kioo ya Kristo, you will see yourself righteous. utajiona mwenye haki You will live a righteous life. na utaishi maisha ya haki. In Galatians chapter number 2, verse 20, Paul says, Wagalatia 2:20, Paulo anasema, I am crucified with Christ. nimesulubiwa pamoja na Kristo. He says, nevertheless I live, yet not I. Lakini ni He hai, said, but Christ liveth in me. lakini ni hai, wala si mimi tena, bali Kristo yu hai ndani yangu. Then he said, the life which I now live in the Alafu anasema na uhai nilio nao sasa katika I mwili, live by the faith of the Son of God, ninao katika who imani, loved me. ninao and katika gave imani ya himself for me. mwana wa Mungu ambaye alinipenda akajitoa nafsi yake kwa ajili yangu. The next verse, what did he say? Hiyo mstari nyingine anasema nini? Sibatili neema ya Mungu, maana ikiwa haki upatikana kwa njia ya sheria, basi Kristo alikupa bure. He says, I did not frustrate the grace of God, for if righteousness come by the law. Sibatili neema ya Mungu, maana Wait, let me finish it. He says, people that understand English can listen to me first, okay? Right. He says, I did not frustrate the grace of God, for if righteousness come by the law, he said, then Christ is dead in vain. There are so many Christians, to them Christ is dead in vain. kuna Wakristo wengi Not ambao to you that are hearing this message this afternoon. kwa Kristo alikufa hivi tu. Do you know what it means for Christ to die in vain? Je, unajua inamaanisha nini Kristo kufa hivi tu? It means his death, his resurrection, Inamaanisha kufa kwake na kufufuka kwake nothing to you. ni bure kwako. Amazing grace. Upendo wa ajabu. We change amazing grace to amazing love. Upendo wa ajabu unabadilisha kwa kuwa upendo wa ajabu. The grace of God Neema ya Mungu, is not for you to go and sin. neema ya Mungu imaanishi wewe ukatende dhambi. Power to overcome sin. Inakupa nguvu ya kushinda dhambi. Then the Bible says, Romans chapter number 6, Warumi 6 verse 14. 14 He says, sin shall not have power over you, anasema dhambi haitakuwa na nguvu juu yako because you are not under the law, kwa sababu wewe hauko chini ya sheria, but under grace. lakini wewe uko chini ya neema. In other words, if you are under the law, sin will
dominate you. Kwa maneno mengine, ikiwa uko chini ya sheria, dhambi itakuwa juu yako. The result of that, the devil, who is the father of sin, now will lordship over you. Alafu baadaye shetani atakuwa ndiye ambaye anamtawala. So you are not under the law or the grace. Kwa hivyo wewe uko chini ya sheria, uko chini ya neema ya Mungu. Your salvation is not temporal, is eternal. Wokovu wako sio wa hivi tu wa muda, lakini ni wa milele na milele. Now, sasa if you are here, you are sick in your body. Ikiwa uko hapa na wewe ni mgonjwa katika mwili wako, with what you have here today, kupitia kile ambacho umesikia siku ya leo, you cannot go with any sickness. Hauwezi kuenda na magonjwa. Everybody rise on your feet. Kila mmoja inuka kwa miguu yako. And I want you to, if you have any pain in your body, na nataka ikiwa una uchungu aina yoyote katika mwili wako, I'm telling you that God is going to heal you now. Na kuambia Mungu anaenda kukuponya sasa. Are you going to testify now? Na utashuhudia sasa hivi. You know the way you came in. Unajua jinsi ambavyo ulikuja mahali hapa. Not going back the same way. Hautarudi jinsi ambavyo ulikuja. In this meeting, katika mkutano huu, what God said is what counts. Kile ambacho Mungu anasema ndio kinasimama. Worship team, waimbaji, give us worship song. Tafadhali tupeni nyimbo za kuabudu. Put your hand where you need miracle now. Weka mkono wako mahali ambapo unahitaji miujiza sasa. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Spirit of cancer, wewe roho wa saratani, die and pass out of that body. Kufa sasa na utoke katika I mwili. rebuke you in the name of Jesus. Na kukemea katika jina la Yesu. Stomach pain, go in the name of Jesus. Umo na tumbo, toka katika jina la Yesu. Pain in your shoulder, God is healing you right now. Kuna mtu ambaye unasikia uchungu katika mabega yako, Mungu anakuponya God sasa. is healing you right now. Mungu anakuponya sasa. You have pain in your eyes, God is healing you right now. In the name of Jesus, receive your healing right now. Receive your healing now. In the name of Jesus, you have waist pain, waist pain. Begin to bend now. Do what you cannot do. God is healing you right now. In the name of Jesus, receive your healing. Receive your healing. In the name of Jesus, you are healed. You are healed. I said you are healed. You are healed. In the mighty name of Jesus. Thank you, mighty God. Asante Mungu mkuu. In Jesus' mighty name we pray. Katika jina kuu la Yesu tunaomba. It is well with you. Ni vizuri na wewe. Ni vyema na wewe.